Watu wengi wanaishi maisha ambayo siyo ya kwao. Wanavaa personali ambazo sizo za kwao. Wanabadilisha tabia ili mradi tu wakubalike. Wanajificha ili wasionekane tofauti. Na kadri unavyoishi maisha ambayo siyo ya kwako, ndivyo unavyozidi kumpoteza yule mtu wa kweli aliyopo ndani yako. Tatizo ni kwamba dunia itakufundisha kufit in, lakini haitokufundisha kuwa wewe halisi. Na kadri unavyoendelea kuwa mtu ambaye sio wewe, itafikia mahali hujui kabisa wewe ni nani. Kwenye hii video leo tutajifunza jinsi ya kuwa kweli kwako mwenyewe, jinsi ya kuwa vision ambayo hai needs approve. Kwa nini kuwa authentic kuna uwezo wa kubadilisha maisha yako kwa kiasi kikubwa zaidi. Kaa na mimi usiondoke. Watu wengi wamepoteza identity yao. Ukiangalia dunia ya leo, watu wengi wanaishi kwa comparison. Social media imewafanya watu waamini kwamba ili ukubalike ni lazima uvae kama wao, ufanye vitu ambavyo watu wengi wanafanya. Na kadri unavyojaribu kuwa kila kitu, unajikuta ukiacha kufanya vitu ambavyo vilivyokuwa vinakupa furaha, vilivyokuwa vinakupa amani, ili tu usiwe tofauti na wewe uonekane unaishi kama wao. Kuwa true to yourself haimaanishi kuwa mkamilifu. Watu wengi wanaposikia kuwa authenticity wanafikiri lazima uwe confident muda wote. Hapana, kuwa authentic ina maana kwamba kuwa mkweli kwa nafsi yako, fanya vitu ambavyo vinavyokupa furaha, usijifiche kwa ajili ya kufit in. Kuwa wewe halisi. Ina maana unatambua flow zako na hauzifichi ili tu kufiti sehemu fulani. Kuwa authenticity sio kuwa perfection, ni kuwa honest to yourself. Watu wengi wanaweza kufeki confidence, lakini hawana courage ya kuwa wao halisi. Kuna kipindi unaweza kujikuta umebadilika sana kwa ajili tu ya kuwafurahisha watu wengine, mpaka unajiuliza, mbona sijihisi kama ni mimi? Na hiyo feeling ni real, kwa sababu soul yako haiwezi kuwa comfortable kwenye maisha ya kupretend. Unaweza kupata likes, unaweza kupata approve, lakini usiwe happy ndani ya nafsi yako, kwa sababu hakuna peace inayotoka kwenye pretend. Na mara nyingi kama unataka kupona kwenye vidonda vyako, sio kwenye kuigiza confidence, anza kuwa wewe halisi. Fanya vitu ambavyo unavipenda, hata kama wengine wasipokuelewa. Hiyo sio shida yako. Wewe kuwa mkweli kwenye nafsi yako. Jinsi ya kuwa authentic, jinsi ya kuwa mkweli wa nafsi yako. Namba moja, acha kuishi maisha ya approve. Hauwezi kuwa mkweli wa nafsi yako huku kila decision unayoifanya unataka kila mtu aipende. Utaishi kwa ajili yao, utavaa kwa ajili yao, utafanya vitu ili mradi wafurahishe watu wengine. Nakumbuka kuna kipindi nilikuwa siwezi kufanya kitu mpaka nimshirikishe rafiki yangu. Rafiki yangu akisema, hiyo video ipo vizuri, au hapo umependeza, na mimi ndo naona nimependeza. Nilikuwa sijiamini, nilikuwa siamini mawazo yangu mwenyewe. Lakini nilipokaa chini na kujiuliza kwamba mbona mimi ninaweza, mbona kila siku kuna sauti ndani yangu inanambia unaweza, hapo ndipo kila kitu kilibadilika. Nikaanza kujiamini, nikaanza kusikiliza sauti yangu inavyonambia.
Ukweli ni kwamba unachotakiwa wewe kufanya ni vile vitu ambavyo vinavyokupa furaha, vinavyokupa amani. Hautakiwi kujali nani kapenda, nani kalike. Ukishapenda ndani ya nafsi yako, hiyo inatosha, na hapo unakuwa authentic. Hauhitaji approve. Unaishi maisha yako, unajifurahisha wewe mwenyewe, sio dunia. Namba 2, jikubali hata kwenye mapungufu yako. Hakuna mtu ambaye hana mapungufu, na watu wenye confidence ya kweli ni wale ambao waliokubali mapungufu yao na wakakubali kuishi nayo, sio kujificha ili mradi wa fit in. Unachotakiwa ni kukubali vile ulivyo, kwa sababu ukishajikubali wewe, dunia nayo lazima itakukubali na utakuwa unaishi maisha yako halisi, sio ya kujificha ili mradi ukubalike na watu ambao sio sahihi kwako. Watu wanaokupenda kweli watakupenda vile ulivyo wewe, haijalishi upoje. Watakupenda, watakuboresha na watakuencourage uwe bora kuliko ulivyokuwa jana. Namba 3, sikiliza sauti yako ya ndani kuliko noise ya dunia. Dunia ina opinion nyingi. Kila mtu atataka akwambie jinsi ya kuishi, jinsi ya kupendeza, jinsi ya kufanikiwa. Unatakiwa udefine kila kitu kwa vile wewe unavyowaza. Ishi maisha yako, ishi vitu ambavyo vinavyokupa wewe furaha. Usiishi kwa ajili ya kumfurahisha mtu mwingine. Mwisho wa siku maisha yako ni yako mwenyewe. Watu watakwambia ishi hivi, wakiondoka hapo wanaishi maisha yao. Kwa hiyo kaa na sauti yako ya ndani. Sauti yako inajaribu kukwambia nini? Sauti yako inakuelimisha kitu gani? Na ufuate. Define mafanikio ni kitu gani kwako. Define pesa inafanya kazi vipi. Usisikilize kila opinion ya kila mtu. Kila mtu ana mawazo yake. Sikiliza sauti yako, kwa sababu hiyo sauti ndiyo inayojua wewe vizuri. Inakujua wewe vizuri, inajua unataka nini, inajua wapi utafanikiwa. Kwa hiyo kaa chini, jiulize, nini ninataka? Mafanikio ni nini kwangu? Nini kinanipa furaha? Sio pressure za dunia. Namba 4, kuwa honest kuhusu feelings zako. Watu wengi wanajaribu kuficha emotions zao ili mradi tu waonekane strong. Kuwa na confidence haimaanishi wewe hauna emotion, inamaanisha unajua kuzihandle. Unapoumia, kubali umeumia. Unapochoka, kubali hapa nimechoka. Unapofail, jiambie najua nimefail, lakini natakiwa nijiboreshe next time. Najua nimejifunza kitu ili wakati mwingine niwe makini. Kubali. Sasa tuingie kwenye faida za kuwa authentic. Namba 1, unapata peace ndani yako. Hakuna freedom ya kweli kama kuishi maisha yako. Hulazimishi vitu ili uwe mtu mwingine. Unaishi freely, unafanya vitu freely vinavyokupa wewe furaha, sio watu wengine. Kwa sababu unakuwa huna pressure ya ku-maintain fake image. Huyo anakuwa wewe halisi, vitu vinavyokupa furaha, vitu vinavyokufanya wewe una grow. Namba 2, confidence yako inakuwa real. Fake confidence inataka validation, inataka approve, lakini confidence ya kweli ni kujikubali, ni kujua kwamba kuna wakati nitafail, lakini sitojishusha, nitajua kwamba nimejifunza kitu. Na ukishajikubali, opinion za watu haziwezi ukatisha tamaa. Hata mtu akicomment kwenye peji yako, ujui unachofanya, utajibu chochote kwa sababu unajiamini na unajua unachofanya kina value kiasi gani. Namba 3, utavutia watu wanaokupenda genuine, kwa sababu pale unapokuwa fake unakuwa na watu ambao wanapenda ile image
na ukibadilika na wao watakwambia siku hizi umebadilika, siku hizi haupo kama zamani. Na hiyo sio shida yako, kwa sababu walikuwa wanapenda wakutumie, kwa sababu ulikuwa uweki mipaka, unafanya vitu kwa kuwafurahisha. Wakikupigia simu, hebu tutoke, hata kama ukiwa na kazi yako ya muhimu unatoka ili tu uwafurahishe, hujui kusema hapana. Lakini unapoanza kuwa authentic, unajua kitu gani ni muhimu, kitu gani ni kwako kina value, ni kitu gani kinakufanya ugrow kuliko ulivyokuwa jana. Kwa hiyo watu wanaokupenda kweli watakupenda vile ulivyo. Opportunity za kweli zitaanza kuja kwako kwa sababu umeanza kuaccept vile ulivyo. Hauishi maisha ya kufit in, unaishi maisha yako halisi. Namba 4, unakuwa mental free. Kuigiza kunachosha sana, yaani kuishi maisha ambayo sio ya kwako kunachosha, kumfurahisha kila mtu kunachosha. Lakini unapokuwa authentic, unakuwa emotional free, unaishi maisha yako au overthink kujihisi kwamba watu watanifikiriaje, watu watapenda hii video, nitapata like. No, unaishi maisha yako, maisha yanayokupendeza wewe mwenyewe. Na kitu cha kukumbuka, kuwa mkweli wa nafsi yako haimaanishi hautabadilika. Growth ni muhimu, lakini kuna tofauti kubwa kati ya growth na kupoteza identity yako. Kila siku kubali kujifunza, kugrow na kuleni kuwa bora ulivyokuwa jana, lakini usipoteze identity yako ili kufurahisha dunia. Watu wengi wanaweza kupenda fake image yako, lakini inakuwa inakuumiza ndani yako. Na mwisho wa siku, relationship utakayokuwa nayo ya muhimu zaidi ni wewe na wewe mwenyewe. Kaa chini, jua nafsi yako, nini unataka, nini unapenda, nini kinakufanya uwe na furaha. Kama umechoka kujificha, kama umechoka kuishi kwenye maisha ya approve, kama umechoka kuigiza strengths ambayo wewe huna, maybe this is your sign. Rudi kwenye identity yako ya kweli. Usiogope kuanza upya, usiogope kuonekana ujui, na usiogope kuwa wewe halisi, kwa sababu dunia haihitaji kopi nyingine, inahitaji wewe halisi, the real you. Kama hii video imekugusa, andika kwenye comments I choose to be myself. Na kama unapenda video za confidence, mindset, self development, usisahau kusubscribe hii channel ili uweze kujifunza. Nakumbuka, the moment you stop pretending is the moment you start living. Choose yourself always. Chagua vitu vinavyokufanya uwe bora kuliko ulivyokuwa jana. I love you guys. Thank you for watching.